Same Mashariki mmejaliwa sana. Mmepata viongozi wanaowapigania, mmepata ardhi nzuri, mmepata sehemu za kilimo, mna kilimo cha tangawizi ya Same. Kwa hiyo ni baraka sana ndugu zangu. Tutumieni viongozi waliokuwepo, tumieni maeneo haya, tutumie hizi fursa kwa ajili ya kuendesha maisha yetu. Maisha yetu yatakwenda vizuri pale tutakapopambana katika maendeleo ya kufanya kazi. Sasa rai yangu kwa vijana, nimeona vijana wako wengi sana hapa. Changamkieni hizo fedha ili muweze kuja kufanya maendeleo ya kilimo. Kilimo ndio kinaweza kutukomboa. Rai yangu kwa madiwani na wabunge wa mkoa wa Kilimanjaro, kuna viraka vidogo vidogo vilivyobakia kwa sababu nina wabunge 9. Na waasa, najua wako kwenye wakati mgumu, muda ni mdogo sana. Watumie huo muda wao kuhakikisha kwamba wanamaliza viraka. Asante sana. Mwisho ni wapongeze nyinyi nyote ambao mmeshiriki hapa kwa maana wananchi wa jimbo hili, kwa sababu mmeweza kujitokeza kuweza kusikia kile ambacho kimetekelezwa na serikali yenu kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo muende mkaendelee kuzungumza yale ambayo yametekelezwa. Lakini kwa vijana, hili ni mahususi kwenu kwamba tunafahamu yametajwa mengi, imetajwa pia hapa katika swala zima la kuamua wananchi kiuchumi. Vijana tunayo mikopo ile tunafahamu ya 10%, tuendelee kuchangamkia hiyo fursa kwa sababu na sisi tunayo nafasi ya kupata mikopo hiyo kupitia vikundi ambavyo tumeviunda na imekuwa ikitolewa na halmashauri yetu ya wilaya Same. Mikopo hii haina riba na tunafahamu, na viko vikundi ambavyo vimekwisha kuomba na michakato inaendelea, na ni awamu kwa awamu. Awamu ya kwanza imekwisha kutolewa na ya pili iko mbioni, lakini na ya tatu. Kwa hivyo tutumie fursa hii kuweza kupata fedha hizi na kujikwamua kiuchumi ili tuweze kutekeleza miradi mbalimbali kwenye maeneo yetu, kwa sababu kama nilivyosema, vijana ndio kundi kubwa, vijana ni jeshi kubwa na ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo mimi ni rai yangu kwenu kama serikali, muendelee kutumia fursa hizi adhimu kabisa ili kujikwamua kiuchumi na kuileta maendeleo wilaya ya Same na mwisho taifa kwa ujumla wake. Tumepambana, tumesali, tumelia kuitafuta barabara ya Mkomazi kisiwani Same ijengwe kwa kiwango cha lami. Aliyefanya hivyo ni Rais Samia Suluhu Hassan. Ndugu Mneki, nikilizungumza hili naona machozi yanarudi tumboni. Nawashukuru sana wananchi wenzangu wa jimbo la Same Mashariki. Barabara hii imekanyaga tarafa nzima ya Ndungu. Inakwenda kutuletea bei kubwa kwa mazao ya mpunga na tangawizi. CCM oye! Ilibidi lazima tutayarishe kitabu cha kumsifu Rais Samia kwa kazi zake. CCM oye! Lakini ndugu zangu, hili ni bonanza la vijana. Tuelewe, wale mnaofuatilia sensa ya nchi hii imekubali kwamba kundi la vijana ni takribani asilimia 70 ya watu wa nchi hii. Nataka niwaase kwenye kufanya kazi. Vijana wengi wameingia kwenye kupata vileo vya bei rahisi. Vinawaharibu sana watoto wetu. Kama tunataka kutengeneza taifa la kesho, tuhakikishe kwamba tunapambana na watoto wetu. Tukiwaacha, maana yake ni kwamba tunakwenda kuharibu vizazi vyetu. Tutakosa wajukuu, tutakosa watu wenye nguvu, tutakosa watu ambao watakaotusaidia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni waombe sana wazazi, tuseme na watoto wetu. Wazazi wangu, najua wengi mko hapa. Tusiogope kusema na watoto wetu. Inawezekana akakuchukia kwa muda, lakini baadaye ataona faida ambayo utakayompatia kwa namna ambavyo unapomlea. Sisi pia tuna watoto, tunajua jinsi ambavyo ni ngumu kwa sasa hivi kulingana na utandawazi, lakini tujitahidi basi hata angalau 70-80 kwa watoto wetu, tuwalee kwenye maadili mazuri. Na hii itatusaidia tukishakuwa watu wazima. Lakini tukiwaacha watoto wetu wakienda mitaani wakianza vileo vya bei rahisi. Sasa hivi mtu akikusanya mpunga kidogo
akipata shilingi 500 anaweza kwenda dukani akapimiwa kileo kinacholingana na shilingi 500. Hii si sawa kabisa. Tunaharibu kizazi. Nasema ikiwezekana tusaidiane. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Wengine wanasema mtoto wa mwenzako ni mkubwa mwenzio. Hapana. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Kwa hiyo tuwalee watoto wetu, tuhakikishe kwamba wanakuwa na maadili mema.